Siku ya leo vita vikali vimeripotiwa katika mji wa Bushwira, teritwari ya Kabare. Hapa ni eneo ya Sud Kivu. Je, shida ilikuwa ni nini mpaka vita hivyo vikatokea kati ya wazalendo pamoja na waasi wa M23? Msikilizaji wetu wa SP0 TV, tungelikuomba kitu kikubwa ni wewe kuwa na sisi pamoja na kusubscribe kwenye channel yetu ama kujiabone. Unakuwa unafanya kitu bora kabisa, kwa sababu utakuwa unapata vitu vingi. Usiwi mwingi wa kuangalia tu peke yake, kuwa pia na muungwana wa kujiunga ama kusubscribe kwenye channel yetu, na pia tungekuomba uwe makini kusikiliza habari yetu mwanzo mpaka mwisho. Pia utaona video ambayo watu wakisherekea kufuatana na ushindi huo wa wazalendo ambao walioufanya. Je, tatizo ilikuwa ni nini? Basi ningekuomba unitege sikio kwa makini, pia unisikilize kwa kina. Kikubwa ningekuomba tu msikilizaji wetu wa SP0 TV ni wewe kuabone, kugusa chini ya video kuna sehemu unaandika abone, utakuwa umefanya jambo la muhimu kabisa. Kwa sababu ukijabone hapo moja kwa moja, kila habari yetu ambayo tunakuwa tukiileta katika siku ya leo unakuwa unaipata moja kwa moja kwenye simu yako, kama umejiabone kwa Kiingereza ama kama umesubscribe kwenye channel yetu ya SP0 TV. Asante msikilizaji wetu, natumai ya kwamba wewe ni mzima wa afya kabisa, na utajiuliza ya kwamba je, kwa nini vita hivyo vimetokea katika maeneo hayo ya Bushwira? Mbele ya kuingilia hapo moja kwa moja, nataka ni kutaarifu ya kwamba kama ulikuwa hujafahamu, siku hizi 2-3 hapa bado fujo inaendelea kabisa na vurugu kali ambayo inazidi kuendelea katika maeneo ya Sud Kivu, ambako wa M23 wanataka washike teritwari zote ambazo zipo katika maeneo hayo ya Sud Kivu. Hivyo pia unakuja kuangalia upande wa pili, upande wa wazalendo, ni kwamba wazalendo wamejitolea kabisa kuhakikisha kwamba miji hiyo yote inarudi katika mikono ya serikali, hasa katika maeneo yote ambayo yanashikiliwa na waasi wa M23 kurudi katika mikono ya serikali. Na kama hapo awali tulivyopita mara ya kwanza, ya kwamba tulikutana msemaji huyo wa wazalendo, alisema ya kwamba yeye kama wenyewe wazalendo wako na jukumu lao la kutetea ardhi yao ambayo walipewa na mababu zao, kutetea hilo jambo. Najua wengi ambao walipita hapo mwanzo walisikiliza vizuri sana kupatana hiyo habari, na kwa sasa hivi ni kwamba bado wazalendo wanapambana kuhakikisha kwamba maeneo yote ya Sud Kivu yanakaa katika mikono yao, yanakaa katika mikono salama, kwa sababu wanahofia majanga makubwa ambayo wa M23 ambayo wanaifanya katika maeneo hayo. Kwa hiyo msikilizaji wetu wa SP0 TV, hiyo ndo ilikuwa baadhi kwanza ya taarifa kidogo nitaka nikujuze kufatana na swala hilo. Sasa hivi ni kwamba wa M23 ni watu ambao wanahitaji kumiliki sehemu zote, na kama ni watu ambao wanahitaji kumiliki sehemu zote, wanataka kuhakikisha kwamba kila mahali ambako wapo ama kila sehemu yote ya Sud Kivu ihakikishwe kwamba kuna simama imara mtu wao wenyewe ambao wanataka wamweke, na kama ilivyojulikana ya kwamba M23 wamepambana kabisa kuhakikisha kwamba wanavunja ngome zote ama wanavunja utawala wote wa Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, kuhakikisha kwamba wenyewe wanachukua madaraka. Kama walivyosema hotuba yao ya kwanza, wanataka ya kwamba kuhakikisha Rais mstaafu Joseph Kabila anatoka kwenye madaraka. Pia najua hilo jambo wengi wanalifahamu, lakini wazalendo ama vijana ambao wanajitolea kuhakikisha kwamba nchi inarudi katika usalama na salimini na kurudi katika eneo hilo, na kuhakikisha kwamba jukumu la waasi hao linagonga mwamba, kuhakikisha kwamba hawafikii malengo yao. Sasa tunakuja moja kwa moja kufuatana na vita ambayo inazidi kupamba siku ya leo hii katika mji wa Bushwira. Ni kwamba tu tunasema kwamba Bushwira ni sehemu ama ni mji ambao unapatikana katika teritwari ya Kabare katika province ya Sud Kivu. Najua baadhi ya wengi hapo wanapafahamu kabisa katika eneo hilo la Bushwira. Ni kwamba tu waasi wa M23 kufuatana na kampeni yao hiyo ya kuhakikisha kwamba wanatawala mashariki yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wana ule kitu ambacho nakiita kusimika viongozi kwenye masehemu mbalimbali.
Najua hapo unanifuata vizuri, msikilizaji wetu wa SP0 TV. Ni ile kitu anasema kwamba kwenda na simika viongozi katika maeneo ama katika mavilaji, katika vijiji mbalimbali, maeneo yote ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa siku ya leo ni kwamba waasi hao wa M23 walikuwa na mpango wa kuhakikisha kwamba wanamuweka chef de groupement katika mji wa Bushwira ili kuhakikisha kwamba eneo hilo la Bushwira linakuwa chini ya mamlaka yao, chini ya control yao, ambayo wenyewe ambacho watakachokipenda kukifanya moja kwa moja wanakuwa kinakuwa ni kitu chepesi, kwa sababu kabla walikuwa hawajaweka huyo kiongozi wangefanya kitu kibaya sana. Baada ya jukumu lao hilo kuhakikisha kwamba wanafanya jambo hilo, waliokuwepo sasa watetezi ambao wanaitwa wazalendo, vijana ambao wanajitolea kuhakikisha kwamba nchi inarudi katika amani yao, walishtukia hilo jambo moja kwa moja, wakaja ili kuhakikisha kwamba hilo jambo linakwama na kabisa lisihakikishwe kuwa limekamilika. Baada ya hapo ndo vita vikali ambavyo vimezuka siku ya leo kuhakikisha kwamba swala hilo la M23 kuhakikisha kwamba wanahusimika kiongozi huyo ama shefu huyo de groupement ambaye alikuwa anapangiliwa kuwekwa hapo visikamilike, na ndio vita vikali ambavyo vimezuka siku ya leo kuhakikisha kwamba jambo hilo halikuwezekana. Je, matokeo yalikuwa ni haje? Msaji wetu ni kwamba tu kama kawaida yetu tungesema tu kikubwa ni wewe kuungana na sisi, kuungana na televisheni yako ambayo inaleta habari za uhakika kabisa. Ningekukumbusha tu kitu hicho ili ujue ya kwamba kusubscribe ama kujiunga ni kitu bora kabisa kuhakikisha kwamba unapata taarifa za habari ambazo zinaendelea katika eneo lote la Sud Kivu ama Kongo na dunia kwa ujumla. Matokeo yalitokaje? Matokeo yalikuwa hivi: baada ya mapambano ambayo yamezidi kuendelea siku ya leo, mji ama centre ya Bushwira ipo katika mikono ya vijana wanaojitolea kuhakikisha kwamba nchi inakuwa kwenye usalama, maarufu kama wazalendo. Ndio mpaka sasa watu wengi wamefurahia swala hilo, kuhakikisha kwamba wazalendo wanashika eneo hilo na kuhakikisha kwamba wanafurusha waasi hao wa M23 katika maeneo yote ambayo walikuwa wanataka kuweka viongozi wao. Wazalendo pia wamehakikisha kwamba usalama unazidi kuboreshwa zaidi, na watu wametoa shukurani zao kubwa na furaha zao nyingi sana kuhakikisha kwamba swala hilo limeshindwa kukamilika, na wengi katika eneo hilo la Bushwira wameipa nguvu na kuipa ushirikiano kundi hilo la wazalendo kwa kazi ambayo wameifanya kuhakikisha kwamba wahasi hao wa M23 swala lao limegoma kabisa. Na hiyo ndiyo habari ambayo imetokea siku ya leo, vurugu na machafuko makali na masase ama bunduki ambazo ziliolia siku ya leo katika mji wa Bushwira. Sasa nataka nikupe ama nikuoneshe video yenyewe ya watu ambao wanaoshukuru kitu ambacho wazalendo wamekifanya. Tutatulia razi kidogo. Shukrani hiyo imekuja katika lugha ya Kifaransa. Hapo pia unaweza ukasikia tu mawili matatu, alafu tunaendelea na ujumbe wetu katika SP0 TV. Ici nous sommes à Bushwira, là où les éléments de M23 sont venus installer leur chef de groupement. Voilà que le vaillant Wazalendo du territoire de Kabare vient de déstabiliser les éléments du M23 et le groupement de Bushwira déjà entre les mains de Wazalendo. Le groupement de Bushwira est déjà entre les mains de Wazalendo. On vient de disperser les éléments du M23. Avec courage, ces gens n'ont plus installé leur chef de groupement aujourd'hui après avoir dispersé les éléments du M23. Natumai msikilizaji wetu wa SP0 TV umewasikia
pia watu ambao wametoa shukrani zao na kufurahia swala hilo ambalo waasi wa M23 wamelishindwa kulitekeleza katika eneo hilo la Bushwira. Kwa hivyo tunashukuru kwa muda wako msikilizaji wetu wa SP0 TV. Habari yetu ndo ilikuwa hiyo siku ya leo, na kuhakikisha kwamba tunakuletea habari zinazoendelea kwa kila siku maeneo yote yale ambayo yanazungukwa na wazalendo pia na waasi wa M23 katika nchi yote ya Kongo na dunia kwa ujumla. Pia tunaleta habari tofauti tofauti. Ukitaka usikose habari yoyote ile ambayo inatembea au inaendelea katika eneo zote ama za kivita za wapi, unaweza kujiunga moja kwa moja kupitia televisheni yetu, unapata habari